Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa hii ya habari tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mwanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Jonas Maziku. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yazionya kampuni zinazoendeleza kuzalisha bidhaa za mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku. Wawekezaji nchini wahimizwa kutumia mifumo ya kidijitali kununua ama kuuza hisa na dhamana. Na katika habari za kimataifa, watu 30 wauawa nchini Nigeria. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na serikali imetoa onyo kwa watu na kampuni zinazoendelea kuzalisha bidhaa za mifuko ya plastiki iliyopigwa marufuku na kuingiza katika matumizi kwa njia za panya. Taarifa zaidi na Rachel Chacha. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni, ametoa onyo hilo jijini Dodoma wakati akitoa tamko la serikali kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo kilele chake kitakuwa jijini Dodoma, na mgeni rasmi akitarajiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatua hiyo inajiri kutokana na kujitokeza kwa changamoto ya matumizi ya vifungashio vya plastiki aina ya Tabex kutumika kama vibebeo na vifungashio ambavyo havina sifa na kutokidhi matakwa yaliyowekwa na Shirika la Viwango Tanzania TBS. Kufuatia hatua hiyo, mhandisi Masauni amelielekeza Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, mamlaka za serikali za mitaa na mamlaka nyingine za umma kuendelea kufuatilia na kubaini wahusika wote wanaokiuka sheria na kuzalisha bidhaa za plastiki zilizopigwa marufuku kuzalishwa na kutumika nchini. Kiasi kubwa nchi yetu imepiga hatua katika kudhibiti taka za plastiki baada ya kupiga marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji wa matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia Juni 2019. Hii ilisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuboresha taswira za mji na kuhamasisha matumizi ya mfuko mbadala. Katazo hili limeendana na elimu kwa umma sambamba na ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uzalishaji wa mifuko mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira. Ndugu wananchi, mtakubaliana na mimi kuwa pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika kusimamia utekelezaji wa marufuku husika, siku za hivi karibuni kumejitokeza changamoto ya matumizi ya vifungashio vya plastiki aina ya Tabex kutumika kama vibebeo vya vifungashio hivyo, na vifungashio hivyo havina sifa na hivyo kutokidhi matakwa yaliyowekwa na Shirika la Viwango Tanzania yani TBS. Akizungumzia maadhimisho hayo, amesema itachagizwa na maonesho ya wadau ya bidhaa, huduma na ubunifu kuhusu hifadhi ya mazingira yatakayoanza Juni 1 hadi 5, 2025 jijini Dodoma. Kwa mwaka huu 2025, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yatafanyika katika jiji la Dodoma. Shughuli zilizopangwa kufanywa wakati wa maadhimisho hayo ni kama ifuatavyo. Kutakuwa na mkutano wa vijana Youth Summit ambao utakutanisha pamoja vijana mbalimbali ikiwemo wanafunzi wa vyuo, wajasiriamali na mabalozi wa mazingira ambao wanajishughulisha na masuala ya hifadhi ya mazingira. Tarehe 5 Juni 2025 itakuwa ndio siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, ambapo mgeni rasmi wa hafla hiyo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hafla hiyo, mgeni rasmi anatarajiwa kuhutubia viongozi wa serikali pamoja na wananchi wa jiji la Dodoma pamoja na wananchi wote kupitia vyombo vya habari. Shughuli nyingine zitakazofanyika siku ya kilele, uzinduzi wa mfumo wa kuwasilisha taarifa za mazingira kutoka kwa wadau. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni Tanzania ijayo tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki, inayolenga kuikumbusha jamii kuwa mazingira na rasilimali zake ni msingi wa uhai na maisha pamoja na ukuaji wa uchumi. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC David Kafulila amesema kasi ya ongezeko la watu nchini haiendani na uwezo wa serikali katika kutoa huduma, hivyo ni muhimu kama nchi kutumia sera ya ubia na sekta binafsi ili kukidhi mahitaji. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Kafulila amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la wazi lililoshirikisha wasomi katika sera na sheria za ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi lililofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo amesema uwiano wa madeni na mikopo kwa mataifa mengi barani Afrika unahitaji nguvu kutoka sekta binafsi ili kuwezesha serikali kutekeleza baadhi ya miradi hususani ya kimaendeleo. Ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi
ni dhana yenye karne nyingi duniani, lakini tafsiri yake ni moja tu, kwamba ni mikataba ya muda mrefu kati ya serikali kwa maana ya mamlaka za serikali na sekta binafsi kwa maana ya kampuni binafsi kutekeleza majukumu ambayo kimsingi yalipashwa yafanywe au yatekelezwe na serikali. Ni wajibu wa serikali kujenga barabara, lakini kampuni binafsi ikiingia mkataba wa muda mrefu kujenga barabara ya kulipia, huo ni ubia tayari. Barabara hiyo ni barabara ya ubia, kwa maana kwamba ni jukumu la serikali kufanya hivyo, lakini imeipa sekta binafsi ifanye hivyo. Ni wajibu wa serikali kuzalisha umeme, kuuzia umma wake, lakini kampuni binafsi ikiingia mkataba wa muda mrefu kwa ajili ya kuzalisha kwa utaratibu wa muda mrefu, tayari huo ni ubia. Ni wajibu wa serikali kujenga hostel kwa ajili ya chuo kikuu kwa mfano, lakini serikali ikiipa jukumu hilo kampuni binafsi kufanya hivyo kwa mkataba wa muda mrefu, utaratibu huo kwa tafsiri nyepesi, huo ndio ubia. Sasa Tanzania ina safari ndefu katika kujenga uchumi wake na imekuwa na mipango tofauti katika safari ya kujenga huu uchumi ambao tunao mpaka sasa. Aidha, Kafulila amesema uwiano wa deni la taifa nchini umefikia 47%, huku kwa bara la Afrika ukiwa ni zaidi ya 67%. Hivyo bado serikali ya Tanzania imeendelea kufanya vyema katika ukuaji wa kiuchumi tofauti na mitazamo ya watu walio wengi. Saini au tumepata kutekeleza miradi ya ubia hata kabla ya hiyo sera mahususi kuhusu masuala ya ubia. Tumepata kutekeleza miradi ya ubia tangu miaka ya 95 wakati wa IPTL, ya pili kule tukaenda mpaka 300, tulisaini mikataba kadha wa kadha kwa lengo hilo. Kwa mwaka 2009 ilikuwa ndio mwaka ambao tulikwenda sasa kuwa sasa na sera maalum na baadaye hatimaye sheria kwa ajili ya kuongeza uratibu, ufanisi katika uratibu wa eneo hili ambalo ni muhimu sana. Sasa kwa ujumla wake, kwa nini tunafanya ubia au sababu ya kufanya ubia ni nini? Kimsingi ni uzoefu wa duniani kote kwamba sababu kubwa 3 ndizo ambazo zinaamua kwa nini tunafanya ubia. Tunafanya ubia kwa sababu ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi itekeleze majukumu ambayo kimsingi yanapaswa yafanywe na serikali. Kwa mantiki nyingine, katika kufanya ubia tunatoa nafuu kwenye balance sheet ya serikali, kwenye bajeti ya serikali, kwamba badala ya kila mradi utekelezwe kwa kutumia kodi na mikopo, sasa kwa kutumia utaratibu wa ubia tunaweza tukatekeleza baadhi ya miradi nje. Katika kongamano hilo, baadhi ya wanazuoni walishiriki na kuweza kutoa mada mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Profesa Anna Tibaijuka pamoja na baadhi ya waziri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo pamoja na kuunga mkono sera ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi, wametaka maandalizi yaweze kufanywa ili kukamilisha kwa ufanisi. Watu wanasimama bungeni wanasema half truth, uongo. Mtu uko bungeni, ni mbunge, umetajwa katika jambo, upewi nafasi ya kuzungumza. Sasa katika hali kama hii inakuwa vigumu, na ndio maana migogoro katika PPP haiishi na haitaisha tusipoleta utamaduni wa transparency. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza na ya msingi, kwamba je, tuna utamaduni, tuna na moral authority ya kuwa na PPP? Manake kimsingi mifano mingine iliyotajwa, kwa mfano IPTL sio PPP. IPTL ilikuwa ni IPP, ni independent power producer, haukuwa mradi wa PPP. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo.
Halmashauri zilizopo mkoani Mbeya zimetakiwa kuhakikisha zinaondokana na watoto wenye udumavu na ukondefu kwa kuweka mikakati na taratibu sahihi, huku wakiutunza mradi ili uweze kuwanufaisha wahitaji wa mradi huo. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Omela amesema hayo baada ya kufika katika uzinduzi wa mradi wa lishe kwa watoto utakaozifikia halmashauri 3 ili kuhakikisha watoto wote wenye umri chini ya miaka 5 wanaondokana na udumavu pamoja na ukondefu kwa watoto hao. Ndugu zangu, lishe ni msingi wa maisha yetu. Taifa bora ni taifa la Watanzania wenye lishe, na ndio maana tunaona kwamba wadau mbalimbali wa maendeleo wanajitokeza kama vile serikali ya Norway na UNICEF kufadhili zaidi ya bilioni 1 na milioni 300 kwa ajili ya mradi huu wa lishe kwa ajili ya watoto wetu. Hakika tuwashukuru sana wadhamini wetu, wafadhili wetu wakiungana na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana kwa wafadhili wetu UNICEF na serikali ya Norway. Ndugu zangu, swala la lishe ni swala muhimu sana, na ndio maana wenzetu wa UNICEF na serikali ya Norway wamekuja na mpango huu ya lishe ya mwanao, ambayo ni project inatekelezwa katika halmashauri ambayo ni halmashauri ya wilaya Mbeya pamoja na halmashauri ya wilaya Rungwe na Mbarali. Kwa upande wake, kiongozi wa mradi huo Ophelia Oruma amezungumzia umuhimu wa mradi huo, huku mwakilishi kutoka CRS amekuwa na haya kusema. Hali ya udumavu katika mkoa wa Mbeya ni 32%, ambao ni juu kidogo ya wastani wa kitaifa ambao ni 30%. Hata hivyo, kwa vigezo vya shirika la afya duniani WHO, kiasi chochote kinachozidi 30% ya udumavu ni kiasi kikubwa sana. Hivyo basi hatupaswi kutulia, bali hali hii inatuita kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kulishughulikia visababishi vikuu na kupunguza athari za watoto wetu. Ikizingatiwa kwamba mkoa wa Mbeya ni miongoni wa mikoa ambayo inazalisha mazao ya chakula kwa wingi kipindi chote cha mwaka. Mradi wetu ni wa mwaka mmoja, ulianza Januari 2025 na utaisha Disemba 2025. Mradi wetu unatekelezwa katika halmashauri 3 katika mkoa huu wa Mbeya, ambayo ni Mbarali, Rungwe na Mbeya DC. Walengwa wa mradi wetu ni watoto chini ya miaka 2 pamoja na wazazi wao. Hata hivyo, baadhi ya viongozi pamoja na wananchi waliofika katika uzinduzi huo wamezungumzia namna mradi huo utakavyozikomboa familia zao. Hili ndio eneo ambalo unaweza kujenga taifa imara. Utakuwa na taifa imara, ni lazima ujenge taasisi imara. Lakini utajengaje taasisi imara? Ni lazima uanze na ujuzi wa watu watakaojenga hizo taasisi imara. Kwa hiyo ili upate watu imara, lazima uanze kwenye lishe. Uanze kuondoa udumavu na changamoto mbalimbali za magonjwa ya mtoto, ili akiwa mtu mzima aweze kutumika vizuri. Hilo nadhani ndio lengo kubwa, na mimi nakushukuru kulizindulia hapa leo kwetu, na ningeomba liendelee mahala pengi, kwa sababu ndio namna pekee ambayo tunaweza kuandaa taifa la kesho kupitia watoto ambao watakuwa na lishe bora. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Kutokana na mkoa wa Mwanza kuwa na wawekezaji wengi, mkuu wa mkoa huo Said Mtanda ametoa wito kwa shirika la bima Tanzania NIC kuendelea kuzifikia kampuni binafsi mkoani humo ili waweze kufanya kazi. Taarifa zaidi na Emmanuel Meshak kutoka Mwanza. Mtanda ameyasema hayo mara baada ya bodi ya wakurugenzi ya shirika hilo kutembelea katika ofisi yake kwa lengo la kuonana na wadau wa taasisi hiyo, ambapo amepata fursa ya kuzungumza na bodi. Tuna meli hapa ambayo umeitaja ya MV Mwanza ya bilioni 123. Bila shaka nyinyi mtakuwa inshura, lakini tuna meli juzi tumeizindua hapa, inaenda Uganda, MV Mpungu, ni private sector. Tena meli kubwa ambayo inabeba tani 1000 na imeshaanza safari. Yawezekana nyinyi hamfuatilii sana kwa sababu mnajua tunasubiri ila serikali ikamilike, lakini kumbe kwenye private sector huku kuna mambo yanayoendelea. Kwa hiyo ni vizuri pia kuwa aggressive. Kwa kuwa ni taasisi ya serikali, hamtumii ushawishi wa kifedha, lakini mkitumia ushawishi wenu wa utaalamu wenu, liquidity ambayo ipo NIC ni kubwa kuliko insurer mwingine. Hiyo peke yake ni mtaji na ina provide confidence kwa wale wateja kwamba jambo lolote likitokea NIC inaweza kufanya nini, kucover damage na cost za hasara ambayo
imetokea. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi NIC Justine Mwandu amesema kuwa wametembelea taasisi mbalimbali jijini Mwanza, ikiwemo bodi ya Pamba, shule ya Nyakahoja na kampuni ya Meli Tashiko, lengo ikiwa ni kutembelea na kukutana na wadau wanaofanya kazi na taasisi hiyo. Likewise hapa ziara ilikuwa ni na madhumuni hayo hayo, kutembea na kuonana na wadau wetu, hasa wale wakubwa ambao kwa kweli tunataka mahusiano yawe mazuri, yaendelee kuwa mazuri ili tuendelee kufanya biashara nao, kwa sababu ni wadau muhimu sana. Kwa leo tulipoanza hii ziara, tumeenda kufanya nasema courtesy call kwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Said Mkanda. Kwa kweli tulimkuta ofisini kwake na alitupokea vizuri, na amezungumza vitu vingi sana ambavyo ametuongoza. Tunamshukuru kwa hilo. Kwa upande wao, baadhi ya wakuu wa taasisi zilizotembelewa na bodi hiyo wameahidi kuendelea kushirikiana na NIC katika kuhakikisha taasisi zao zinaendelea kuwa salama. Pia interactions hizi ambazo tunakuwa nazo zinatufanya tuwe more comfortable kufanya kazi na nyinyi, kwa sababu pia mna flexibility kubwa sana. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hayo mahusiano ambayo tumekwisha jenga nadhani yataimarishwa zaidi na vile ambavyo na sisi tunapanuka na biashara inaongezeka. Kwa kweli, kwa ambaye alikuwa atufahamu kwa nyuma, nyinyi mmekuwepo toka wakati ule, wakati tuko very down, you are here. Nakumbuka cover ya kwanza kabisa Clarius tulipata NIC na tulistruggle kweli. Mwenyekiti, umenifariji sana uliposema kwamba as we speak today tulikuwa na 0 ships ambazo zinafanya kazi. Ile Clarius tulianza nayo, lakini as we speak today tuna meli karibu 4-5 zinafanya kazi. 5 up and running. Nyingine ziko kwenye major rehabilitation program. Juzi tumeanza moja ya kupeleka mafuta DRC MT Sangara, na wateja wako wamefanya hivi. Ile meli pekee yake inaweza kalipa deni la insurance lot na change kabaki. Tuna miradi sasa mikubwa. Nadhani itafika wakati balance sheet au portfolio ya NIC inaweza kabebwa kikubwa sana na biashara za Kenya. Asante sana Emmanuel Mesha kwa taarifa hiyo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameeleza mafanikio ya wizara yake kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na Josephine Kaponya kutoka Dodoma. Waziri Mkenda amesema haya jijini Dodoma katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, wakati akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akieleza mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Amesema serikali inaendelea kuimarisha mfumo wa elimu kupitia maboresho makubwa ya mitaala katika ngazi zote za elimu nchini. Ya lazima Tanzania itakuwa miaka 10, itagawanywa kama ifuatavyo. Kutakuwa na preschool, elimu ya awali. Tumesema ni muhimu, hatujasema ni lazima, kwa sababu tunapenda kuwe na miundombinu ya kutosha ili tuseme ni ya lazima. Kwa hiyo tumesema ni muhimu kwenye sera, lakini sasa ni lazima mtoto aingie darasa la kwanza mpaka la 6 atakuwa amemaliza elimu ya msingi, lakini hajamaliza kusoma. Kwa 2027-28 elimu ya msingi itakuwa miaka 6. Mwaka huu kutakuwa na wale wanaomaliza darasa la 7 na wanaomaliza darasa la 6. Kutakuwa na double quota ili tutokea mwaka 1960. Tuta overcome vile kwa njia mbalimbali. Halafu baada hapo lazima aende kidato cha kwanza, cha pili, cha 3, cha 4 kwa amri. Mzazi lazima umpeleke mpaka kule. Aidha, Waziri Mkenda ameeleza kuwa serikali inaendelea kufanya mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353 ili kuendana na mabadiliko ya sera ya sasa na mitaala. Kama language ya communication kwanza, kabla ya kwenda kwenye kanuni. Kabla kuanza kutumia muda mrefu sana past participle tense na vitu kama vile na grammar, ufanye iwe ni lugha alive ya kuchangamka.
ya kuomba maji. Kwa hiyo unavyosema kwamba umeenda Misungwi pale hujui hata Kisukuma cha kuombea maji, basi na sisi tunataka na Kiingereza uanze kwa kujifunza Kiingereza hata cha kuombea maji. Halafu tutajenga kwenye msingi huo, ukimaliza darasa la 6 uwe tayari unaweza kucommunicate kwa language. Unavyozidi kwenda ndio walao kanuni zinaanza kutengenezwa vizuri. Kwa sababu hata unavyojifunza lugha nyingine, uende kwa kujifunza zile kanuni sana tu. Unaenda kujifunza kuongea, tena unaboronga lakini walao unajua ukitaka kuomba maji unasemaje? Mnyiramba unasema nilompa manzema kukopa, au sio? Sanjari na hayo pia, Waziri Mkenda ametangaza utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu, ikijumuisha miongozo ya matumizi ya teknolojia hiyo katika shule, vyuo vya ualimu, vyuo vya ufundi na vyuo vikuu, pamoja na matumizi ya akili bandia kwa mwaka 2025. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo tokea Dodoma.